Katika waraka wa pili wa Petro, ile sura ya 2 aya ya 5, Biblia inatueleza kuhusiana na ulimwengu wa kale ambao Mungu hakuachilia, bali aliuangamiza kipindi alipoleta gharika, isipokuwa Nuhu, yule mjumbe wa haki. Leo tutakuwa tukiangazia kuhusiana na wajumbe wa haki ambao Mungu aliwatumia kuleta ujumbe wa haki kwa imani uliohubiriwa mnamo mwaka 1888. Pamoja nami Joseph Kambuga. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo tena. Tunapoendelea kujifunza kuhusiana na ujumbe ulioleta kwetu mnamo mwaka 1888. Tusaidie tuweze kuupokea, tukauishi, na hatimaye tukabadilishwa kufanana nawe kitabia. Tunakuomba kwa jina Yesu Kristo. Amina. Mpaka sasa tumeona jinsi ambavyo washiriki wa kanisa kiujumla walikuwa wamerudi nyuma kufikia mwaka 1881 hivi, kutokana na kukosa kuona umuhimu wa Yesu Kristo katika maisha yao, bali walikuwa wakihubiri kuhusiana na sheria ya Mungu bila Kristo. Na kwa hiyo Kristo alikuwa amewekwa kando na alihitaji kupewa nafasi yake stahiki katika uzoefu wa Kristo kiujumla. Sasa Mungu kwa rehema zake aliinua watu ambao wangekuwa na ujumbe wa kuliamsha kanisa, ujumbe ambao ungemleta Kristo katika taswira mpya mbele za watu. Na mnamo mwaka 1882 Ellen White alisema hivi kuhusiana na ujumbe ambao Bwana angewatumia kuleta ujumbe uliokuwa ukihitajika sana ndani ya kanisa. Anasema katika kazi kuu ya mwisho ni watu wakuu wachache watakaohusika. Mungu atafanya kazi katika siku zetu ambayo ni wachache wanaoitegemea. Anaendelea kwa kusema ya kwamba ataibua na kuinua miongoni mwetu wale ambao wamefunzwa kwa mvuto wa Roho wake na sio kwa mafunzo ya nje ya taasisi za kisayansi. Hizi taasisi za kisayansi ambazo Ellen White alikuwa anazungumzia zilikuwa ni taasisi ambazo zilikuwa zinafuata mifumo ya kipindi kile. Taasisi kama vituo tu vya kutoa elimu. Anasema kwamba Mungu atainua watu ambao hawatakuwa wamefunzwa katika taasisi hizo kujifunza katika mambo ya Mungu, bali watakuwa ni watu ambao wamefunzwa kwa mvuto wa Roho Mtakatifu. Sasa taaluma zinazotolewa katika vituo vya kisayansi anavyozungumzia Ellen White sio ya kwamba zilikuwa ni taaluma zisizohitajika. Anasema ya kwamba taaluma hizi sio za kuchukiwa wala kukataliwa. Anasema ya kwamba zimewakifishwa na Mungu, lakini zinaweza tu kujenga sifa za nje. Mungu ataonyesha kuwa hategemei wanadamu wenye ukomo wanaojitosheleza kwa elimu. Kwa Mungu alikuwa anataka kuandaa watu waliofunzwa kwa Roho wake, sio watu ambao wanadhani ya kwamba wanaweza kujitegemeza kwa elimu zao wenyewe. Naomba nimtambulishe kwako E.J. Waggoner. E.J. Waggoner alikuwa ni kijana wa J.H. Waggoner, mojawapo wa waasisi katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na alikuwa ni mume kwa Jessie Moser. Waggoner alizaliwa mnamo mwaka 1855. Hilo linamweka katika kundi la waasisi wa kizazi cha pili wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Waggoner alipata elimu yake kule Battle Creek, Michigan, na kisha akapata shahada ya utabibu kule Long Island College iliyoko Brooklyn, New York. Mnamo mwaka 1798 Waggoner alipata shahada yake hiyo, kisha akaingia katika utumishi wa Mungu na alitumika mahali pengine kama mchungaji na mkufunzi katika vyuo vya kanisa. Mnamo mwaka 1882 kuna uzoefu uliotokea katika maisha ya Waggoner ambao aliuelezea kwamba ni uzoefu kama wa Paulo
alipokuwa njiani kuelekea Dameski. Anasema ya kwamba alipokuwa katika makambi kule Helzburg, wakati Ellen White akihubiri juu ya injili ya neema yake Kristo, anasema ya kwamba ghafla mwanga ulimzunguka na hema lilionekana kuangazwa kana kwamba jua lilikuwa likiangaza mle ndani. Anasema kwamba uzoefu huo ni kama uzoefu aliokutana nao Paulo njiani kuelekea Dameski. Anasema kwamba ujumbe ule aliokuwa akihubiri Ellen White katika uamsho katika makambi ya mwaka ule uzoefu ulimfanya aweze kuendelea kuchunguza na kujifunza kuhusiana na Mwokozi wake Yesu Kristo, na akafanya swala la kutafuta kumjua Yesu Kristo kuwa jambo la kwanza katika maisha yake. Huu ni mfano wa jinsi ambavyo watu waliweza kupokea ujumbe wa Yesu Kristo na kutaka kuanza kuishi ndani ya maisha yao. Pamoja na huyo, A.T. Jones alikuwa ni mojawapo ya watu ambao waliona umuhimu wa kupokea ujumbe wa Yesu Kristo. A.T. Jones yeye hakuzaliwa katika imani ya Kiadventista. Alizaliwa mnamo mwaka 1850 na hatimaye alipofikisha umri wa miaka 20 alijiunga na jeshi la nchi ya Marekani. Lakini baadaye aliongoka na kujiunga na kanisa la Adventista wa Sabato, akabatizwa katika kanisa la Walawala. Alibatizwa mnamo mwaka 1874, kisha akajiunga na I.D. Van Horn katika kazi ya uinjilisti na kuanzisha makanisa mbalimbali kule nchini Marekani. A.T. Jones alikuwa ni mume kwa Francis Patton na ambaye alifunga naye ndoa mnamo mwaka 1877. Baada ya uongofu wake, A.T. Jones alitamani kuendelea na masomo pale Battle Creek, lakini hakupata nafasi kwa sababu ya mambo mbalimbali. Hivyo elimu aliyoipata A.T. Jones kuhusiana na Yesu Kristo ilitegemeana sana na mapenzi yake ya kusoma vitabu na kujifunza. Hivyo kupitia kusoma vitabu, Roho Mtakatifu mwenyewe kwa mvuto wake ndiye aliyemfundisha mambo yote ambayo hatimaye aliweza kujifunza. Mnamo mwaka 1883, Waggoner, pamoja na kwamba alikuwa akifundisha kule katika Helzburg College, alikuwa akishirikiana na baba yake katika uhariri wa gazeti la Signs of the Times. Sasa majukumu yalikuwa ni mengi ya kufundisha kule katika chuo na kufanya uhariri wa gazeti la Signs of the Times, na kipindi akifundisha kule katika chuo cha Helzburg alikuwa akishiriki na wanafunzi kuhusiana na yale mambo aliyokuwa akijifunza kipindi anachunguza kumfahamu Kristo zaidi. Lakini mnamo mwaka 1884 A.T. Jones kwa neema za Mungu na yeye alipelekwa kuwa mkufunzi katika hicho chuo cha Helzburg, na pamoja na kuwa mkufunzi katika chuo hicho cha Helzburg kule California, naye pia akaanza kushiriki katika uhariri wa gazeti la Signs of the Times pamoja na mhariri mkuu aliyekuwa ni J.H. Waggoner, baba yake Elliot Waggoner. Na kufikia mwaka 1886 J.H. Waggoner hatimaye alihama na kwenda Uingereza kwa ajili ya kazi za kikanisa, na kipindi ameondoka Uingereza alimwacha A.T. Jones pamoja na Waggoner kama wahariri wa gazeti la Signs of the Times. Basi walikuwa ni wahariri ambao walikuwa wanapenda sana kuchapisha utafiti wao wa kujifunza maandiko ambao walikuwa wakifanya kila mmoja kwa wakati wake. Sasa mahitimisho yao katika kujifunza Biblia mara nyingi sana waliona kwamba yalikuwa yakifanana, lakini walikuwa sio watu ambao walikuwa wakikaa kwa pamoja na kujifunza somo fulani kabla ya kuliwasilisha. Jones anazungumza hivi kuhusiana na masomo waliokuwa wakiwasilisha katika magazeti haya ya Signs of the Times. Anasema kwamba tulikuwa tukijifunza Biblia kila mmoja kivyake, na pia katika kufundisha na kuhubiri kila mmoja alifanya kivyake. Hatukuwahi kutumia hata saa moja kujifunza pamoja, lakini tuliongozwa kufikia mwafaka kamili unaofanana. Hili ni jambo la ajabu sana kuona linatokea miongoni mwa wafanyakazi wa Mungu, kwa sababu inaonyesha ya kwamba Mungu mwenyewe kupitia Roho wake ndiye anaowaongoza kufikia mahitimisho hayo. A.T. Jones anatoa mfano kuhusiana na jinsi ambavyo Mungu alikuwa akifanya kazi na vijana hawa wawili. Anasema ya kwamba kule Auckland kipindi fulani Jones alikwenda kuhubiri. Ilikuwa ni zamu ya Waggoner kwenda kuhubiri, lakini kwa sababu alikuwa na safari ikabidi Jones hahubiri.
ikabidi Jones ahubiri. Na alihubiri kuhusiana na haki kwa imani. Na Sabato iliyofuata, kipindi Waggoner amerudi kule Auckland, basi Waggoner akachukua nafasi ili kuhubiri, na A.T. Jones akaenda kuhubiri katika kanisa la San Francisco. Sasa kipindi Jones amerudi ofisini mwanzoni mwa juma, alimuuliza ndugu mmoja aliyekuwa akiitwa Brother Bowman. Akamuuliza Brother Bowman, vipi, Waggoner alihubiri kuhusiana na nini Sabato iliyopita? Akamwambia alihubiri kile kile ulichohubiri Sabato kabla ya hiyo. Akamuuliza, na alitumia fungu gani kuu? Akamwambia alitumia fungu kuu lile lile ulilolitumia Sabato kabla ya hiyo. Akamwambia, na alifuata mtiririko gani katika mahubiri? Akasema alifuata mtiririko ule ule uliofuata Sabato kabla ya hiyo. Kwa hiyo inaonyesha jinsi ambavyo Mungu alikuwa akifanya kazi kuwapatia watu ujumbe kupitia Roho wake Mtakatifu, ujumbe ambao ungewaandaa watu kutoka katika kule kurudi nyuma kiroho, kurudi nyuma katika kwa kuto kumtambua Yesu Kristo katika mambo yao ya kiroho kiujumla. Mpaka hapa tunaona ya kwamba ujumbe huu haukuja kwa bahati mbaya, na mazingira yanaonyesha ya kwamba ulikuwa ni ujumbe ambao Roho Mtakatifu mwenyewe alikuwa akiuleta kwa watendakazi wake. Na wengi hata leo tunahitaji sana kuwa na uzoefu wa kumjua Kristo na kumkubali na kumuona wa thamani sana katika maisha yetu. Ni ombi letu ya kwamba unapoendelea kujifunza historia hii, basi Mungu akuvute uweze kumpenda Kristo na kumkubali na kumjua na kutambua uthamani wake zaidi, ili hatimaye uweze kumfanya rafiki na mwokozi binafsi, na uweze kuwa na tabia yake, ukafanywa tayari kwa ajili ya kukutana na Bwana wako. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ni wa thamani kwa kila mwanadamu, na yeye atakaye kufahamu jinsi ulivyo kweli kweli atapata raha maishani mwake. Funua utukufu wako kwa kila mmoja anayekutafuta kwa bidii. Muongoze kila mmoja kutafuta kwa bidii, ili tuweze kuona utukufu wako na uzuri wako, tukakutegemee, tukakuamini, tukabadilishwe kufanana nawe, na hatimaye tuweze kukutana nawe mbinguni. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ulikuwa pamoja nami Joseph Kambuga. Hadi wakati mwingine, uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake.